Mwingine tena na mbele yako naye Sheikh Dr. Nyanzige. Kubwa zaidi tumeona kuanzia siku ya juzi kuna video ambayo inatambaa mitandaoni na mwanamuziki Lava Lava ambaye alikuwa Wasafi aliposti nyumba ya kuwajengea wazazi wake na kuwahamisha kwenye nyumba hiyo mwanamuziki Lava Lava. Maswali yakawa mengi sana mitandaoni kwa wengi kuhusiana na nyumba ile, namna ambavyo wameiona. Wengine wanakuambia kwamba Lava Lava hana uwezo wa kujenga nyumba ile, lakini wanakuambia kwamba akapanga. Kwa nimtafute Sheikh Dr. Nyanzige kwa sababu Lava Lava tunaelewa ya kwamba moja kati ya kijana pamoja na usanii wake ni kijana ambaye anafuata kweli misingi ya dini ya Kiislamu. Wengi tunamuona hivyo akisoma mawaidha, akisoma Qur'an na vitu mbalimbali vinavyohusu dini. Kwa nimtafute Sheikh Dr. Nyanzige tumzungumzie kwa Lava Lava, pengine yeye anamfahamu zaidi tofauti na tunavyomjua wengi. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wema? Alhamdulillah. Kuna sasa hivi mtu ukifanya jambo la tofauti watu wanaweza kukwambia sio wewe. Ukijenga nyumba sasa hivi kubwa nzuri ukasema bwana Dr. Nyanzige bwana nyumba yangu hii, watu wanaweka mashaka. Umeipataje? Na ndio maana tunashauriwa mambo yetu tuyafiche. Yaani mtu baki anakuona hivi ambavyo ulivyo leo. Lakini sababu ya wewe kuwa hivi asijue, kwa sababu akishaijua atakukadiria nafasi ya heshima ya kukabidhi wewe. Hata mimi kwetu ni Kigoma. Na kazi ya uganga hasa kwenye sekta ya dawa za uzazi mimi nimeanza muda mrefu kufanya tafiti hizo. Lakini pale Kigoma kuna waganga tu wakubwa ambao wana majina makubwa. Lakini kuna sekta ya uzazi mwanamke aliyekuwa hapati mimba akija kwangu lazima afanikiwe. Na anafanikiwa na ameshatoka kwa wale waganga wote wakubwa. Sasa hata wale waganga wakubwa wananiambia, "Wewe umewezaje? Mwanamke ana muda mrefu hapati mtoto. Umewezaje?" Umeona? Kwa hiyo ni kwa sababu tayari mtu akisha kujua anataka akupe heshima ambayo anaitaka yeye. Sasa tukizungumzia kwa Lava Lava ni mtu anayejitambua. Kwanza anajua dini, pamoja na kwamba na ubinadamu mapungufu alikuwa nao, lakini dini anaijua. Anajua kwamba nikifanya hichi matokeo yake ni nini. Alivyoipata Lava Lava ni kipi ambacho hakiwezi kupatikana Lava Lava. Kwa sababu walivyokuwa navyo watu kama alichokionyesha Lava Lava ni kina tofauti gani? Wale walivyokuwa navyo wao wana nini? Vitu walivyokuwa navyo Lava Lava ni vingi kuliko hicho alichokionyesha. Mimi Lava Lava namjua. Alivyokuwa navyo ni vingi kuliko hivi alivyovionyesha. Sasa alichokifanya Lava Lava ni kwamba hakuwaonyesha watu kile ambacho kinachompatia haya ambayo kinawasumbua watu leo. Yaani ile sababu ya Lava Lava kuwa hivi, yeye hakuwaonesha watu. Alichowaonesha watu ni ile picha ya nje ya Lava Lava, ambacho ndio hichi ambacho kinachozua utata leo. Ameonesha nyumba kubwa. Nyumba ambayo watu hawajui Lava Lava kapataje. Kwa sababu ukiangalia kwenye muziki wake ni wa kawaida. Lakini nje ya muziki Lava Lava na vitu vingine ambavyo hataki kuvionyesha, kwa sababu anajua akivionyesha kwenu nyinyi ndo maadui wake wa kwanza. Kwa hivyo anachokuja kukuonyesha, anakuja kukuonesha matokeo. Mimi nimekaa kimya lakini nimefanya kitu fulani. Sasa hichi ndicho kitakuchanganyeni. Kwa sababu mnataka nyinyi mtu akifanya kitu akuonyesheni kwamba nimefanya hivi, nina kazi hii, nimeingiza shilingi kadhaa, nimeinua gari fulani. Nataka kila anachokifanya mkioni ili muweze kupata nafasi ya kwenda kukaa mbele, asiweze kuendelea. Sasa Lava Lava alichokifanya, yeye hajaonesha hii michakato ya pesa yake. Michakato ya pesa yake inavyotengenezwa. Anakuja kuonyesha baada ya kupata pesa alichokifanya. Sasa hichi ndio watu wanajiuliza, kapata wapi? Na ikakaa kimya tu. Hawezi akasema. Akisema manake sitakuwa amekuonesha kwamba anakopata. Walizania labda alivyotoka Wasafi itakuwa mwisho wake umeishia pale, hataweza tena kufanya vitu vya maendeleo akiwa nje ya Wasafi. Labda walizania hivi. Watu walizania hivyo ndio. Lakini kilichopo kwenye akili ya mtu ni siri. Yaani mtu anaweza akawepo hapa, kwa mfano mimi niko hapa ofisini kwangu Dar es Salaam. Lakini na mashamba yangu yamechikichi huko Kigoma. Na mashamba yangu miti takriban heka 60 Kigoma nalima. Umeelewa miti. Sasa siku nitakaposema kwamba niuze, maana mtu atashangaa sasa. Dawa tu za asili, dawa za uzazi tu. Kumbe nje ya hicho mimi na vitu vingine, nina michikichi huko. Sawa, nina miti.
sawa, miti ya mbawe mingi tu ya kutosha. Lakini sasa sisemi, ila nasema hichi ambacho nyinyi mnachokiona. Lakini sasa siku nikisema kwamba nakwenda kuvuna kule, maana mtasema kwamba ni dawa tu hizi Freemason. Kwa hiyo na nyinyi mtakuja kwenye dawa mfanikiwi. Mbona sisi tunafanya kazi hii lakini hatuko hivi? Kumbe mimi nje ya hichi nina kitu kingine. Sasa Lavalava ni msanii, lakini nje ya usanii wewe unajua mambo yake mengine. Wewe unajua ni usanii, lakini nje ya usanii unajua michakato yake mengine. Haujui. Sasa kama hujui, punguza maneno. Watu kama pengine wanamuona pengine muziki wake na namna ambayo nafasi yake ilivyokuwa Wasafi, kwa mchukulia kama msanii wa kawaida, yani pale Wasafi kwa mchukulia kama msanii ambaye ni wa mwisho, ambaye hana uwezo wa kupata hata milioni 300 600 ya kuweza kujenga nyumba kama ile. Kwa wanamchukulia kuna namna kama Wasafi wenyewe walimwachia bure, hakulipishwa chochote, amesha huyo hakuwa na kitu. Sasa anapata wapi uwezo, pesa ya kujenga nyumba kama hii? Pesa inapatikana kwa akili. Yaani matokeo ya pesa ni matokeo ya akili yako. Umeona kwa mfano Marekani ni nchi tajiri duniani, si ndio? Tanzania ni nchi maskini duniani. Wa Marekani wote tukiwachukua tukiwaleta hapa Tanzania, alafu na wa Tanzania wote tukiwachukua tukawapeleka Marekani, baada ya miaka 10 ile Marekani ile itakuwa kama Tanzania na hii Tanzania itakuwa kama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile Marekani haikuwa vile, isipokuwa ni kwa sababu ya nini? Ya akili. Lavalava ni mtu mwenye akili. Angekuwa hana akili pale angelipishwa pesa kutoka Wasafi kama walivyolipishwa watu wengine. Lakini kwa sababu ana akili, alijua afanye nini, na matokeo yake amepita na amefanya kitu ambacho kina faida na yeye. Hajatoa hata shilingi moja. Ni kwa sababu ya nini? Sasa akili ile aliyokuwa nayo ambayo iliyomfanya yule aliyewekeza mabilioni ya pesa kwake amwachie bila hata kuomba senti moja. Akili hiyo haiwezi kashindwa kumtengenezea milioni 500 Lavalava ya kuweza kujenga ile nyumba. Tatizo ni kwamba watu tusiokuwa na upeo mkubwa wa kufikiria ndio wanaona kile kiwezekani. Lakini kile kinawezekana ni kitu kidogo na ni kitu cha kawaida. Kwa sababu ukiangalia pale ni kama milioni 500, milioni 600. Hasa milioni 500, milioni 600 ni kitu gani ambacho hakiwezekani? Wewe huwezi kupata milioni 500? Unapata ni michakato tu. Uwezo kupata unao. Shida ni kwamba unapataje? Hiyo ndio kazi ya akili. Nataka gari ya milioni 500. Unaipataje? Unafanya kazi gani? Kazi hii inakuingizia shilingi ngapi? Uwekeze kiasi gani ya akiba yako kwa muda gani? Uwekeze kwenye kitu gani kingine kwa muda gani uweze kununua gari ile? Ndio issue iko hapa. Sasa mtu ambaye hafikirii hivi ndio anaona haviwezekani, lakini vinawezekana vile. Hakuna kitu cha ajabu. Milioni 500, milioni 1000, bilioni 1. Inawezekana. Kwani hao waliokuwa navyo wao wana nini? Mungu wetu si ndio huyu mmoja? Dunia yetu si ndio hii moja? Kazi si ndio hizi na pesa si ndio hizi? Lakini unawaza nini? Unaifikiria nini? 100 yako unaoipata unaitumiaje? Unawekeza kiasi gani? Akiba yako una malengo gani nayo? Ndio hivyo. Hakuna kitu cha ajabu sana. Wanakuambia eti kuna namna haiwezekani. Toka Wasafi hajatoa hit song hata moja, haja trend na nyimbo hata moja. Hapa kuna namna. Wakina Mwijaku wanakuambia kuna namna hapa. Hiyo namna ndio maana nikisema ni akili. Hiyo namna ndio maana Mwijaku, ndio maana Lavalava amepata nyumba ile ambayo watu wanaona haiwezekani. Na hiyo namna ndio sisi hatuna, ndio maana hatujapata hiyo nyumba kama ilikuwa nao Lavalava. Ndio maana nikasema kwamba alichokuwa nao Lavalava ni matokeo ya akili yake. Kwa hiyo tutumie muda mrefu sana kuweza kutafakari kuliko kuongea. Tusome vitabu sana. Tuwasikilize watu waliofanikiwa sana. Majungu na maneno madogo madogo hatusaidii na hatupeleki kokote kule. Yule kashafanikiwa tayari. Wewe unachotakiwa uangalie kafanya nini mpaka kafanikiwa, na wewe ufanye nini uweze kufanikiwa. Basi hakuna namna nyingine tena. Lakini pia vile vile watu wasisahau kwamba kila mmoja kashaandikiwa riziki yake na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maana kwamba utakachokifanya ili kiweze kutimia, kutaka kupata unachokitaka, ni lazima kioane na namna ambavyo Mungu mwenyewe alivyoandika kwenye kitabu chake. Kwa hiyo Lavalava alikuwa ameshaandikiwa atakuja kupata ile nyumba. Sasa wewe usitaki kubadilisha kadari ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alichokifanya Lavalava hata kama ni kidogo, kimeendana na ile kadari, mwisho siku amepata kile ambacho alichoandikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kinawezekana kabisa. Hakuna kisichowezekana. Hakuna kisichowezekana. Hata mimi na wewe tunaweza tukapata kile. Hakuna kisichowezekana. Hata mimi na wewe tunaweza tukapata nyumba kama ile Lavalava. Hakuna kisichowezekana. Hiyo kauli inabeba pia ujumbe hata wa Dr. Nyanzigi. Sasa tunaelewa yeye ni bingwa wa tiba za uzazi.
kwake hakuna kinachoshindikana, kama vile Lavalava kaweza, au sio bwana? Kabisa kabisa. Wakina mama wanapata ujauzito wakitumia dawa za Dr. Nyanzige. Wale ambao kwa muda mrefu kwenye ndoa zao wametahangaika, manyanyaso kulikuli kwenye ndoa, basi furaha walikuja kuipata baada ya kuonana na Dr. Nyanzige, kuwapa dawa zake na wakaweza kupata ujauzito, na leo hii wanafurahia, wanaitwa mama. Dr. Nyanzige kwenye dawa hapa, tuzungumze kidogo dawa zake za uzazi. Sasa hivi tumeona wakina mama walo kisha kuja hapa kidogo, wengine wana amani ya moyo, wengine wana ujauzito, wengine wanajifungua, lakini wengine wanatamani kumjua Dr. Nyanzige zaidi, anapatikana wapi na tunapataje hizo dawa? Dr. Nyanzige anapatikana Dar es Salaam. Kwanza ni Muha wa Kigoma, Muha wa ndani kabisa. Lakini sasa hivi anapatikana Dar es Salaam Tandika sokoni, karibu na shule ya msingi Tandika. Lakini kwa wale wako mbali ni mnaweza kunipigia kwa nambari za simu 0678 887 887. Lakini kwa wale wako nje ya nchi, maana lazima uanze +255 afu unakuja 678 887 887. Wewe mama, tafuta Dr. Nyanzige uweze kurudisha amani, lakini pia urudishe furaha kwenye ndoa yako, au siwe? Kabisa. Shukrani sana shehe. Asante sana.